Mungu chini ya jua kwa neema yake kwa kunipa kibali kusimama mbele yenu leo kushuhudia matendo makuu ya Mungu ambayo kama familia tumekuwa tukimlilia Mungu akijua kwamba tufanye lipi au tufanyeje hasa Mungu ili aweze kusema nasi katika yale ambayo Mungu ametufanyia. Ilikuwa siku ya Jumapili baada ya ule ujumbe wa mtumishi wa Mungu Mwalimu Selemani, ndipo ikafika wakati wa mtumishi wa Mungu Mfalme Zumaridi alipowashusha zile roho ambazo katika vita vyetu tunavyopigania hivi, zile roho ambazo zimekombolewa na kwenda mbinguni. Amina, haleluya. Amen. Basi sisi tulipata fursa ya pekee, tulibaki katika mshangao mkubwa, na ndio maana leo imebidi sasa imempendeza Mungu tusimame mbele ya madhabahu takatifu kumshukuru Mungu kwa ajili ya hili ambalo naenda kulisema. Haleluya mfalme. Ni neema kubwa sana. Naposema hivyo, wewe uliye mgeni, wewe uliye mwenyeji, amini hapa uko na Mungu mzima mzima chini ya jua. Amina, haleluya. Hakika Zumaridi ni Mungu. Hakuna ubishi, ni Mungu mzima mzima ameketi ndani yake. Basi watumishi wa Mungu tusiwachoshe, kilichotokea siku ya Jumapili tulipata kusalimiana na roho ambazo zimekombolewa za ndugu zetu, baba yetu mzazi. Yaani kwa neema ya pekee ndugu zetu walikombolewa jumla ya watu 5. Watumishi wa Mungu, ni matendo ya ajabu sana. Yaani mimi nilibaki na mshangao, niliketi kule nyuma baada ya kusikia mzee wangu mzazi, baba mzazi alishuka ndani ya bodi la mwenyekiti wa vijana. Sasa kwa mshangao mkubwa mimi nilibaki na wenge kidogo, manake nilimsikia mzee mwenyewe anaongea Kihaya kabisa. Yaani nikashangaa. Kama sasa huyo binti amejuaje Kihaya? Aliongea lugha ya kwetu, nikashangaa sana. Atukuze Mungu tunajua. Amen. Basi katika mshangao ule mara akashuka tena babu yetu. Sasa tukiwa bado tunashangaa hapa, tunahangaika na kumkumbatia na kumsalimia. Mara tena wakawa wanashuka wengine ambao kidogo wakati wanajitambulisha tulikuwa sasa tumegubikwa sasa na ule mshangao mkubwa sana. Wajitambulisha wengine, mzee Kamara ni baba yetu mkubwa na kaka yetu tena anaitwa Zefrin Kamara. Kwa hivyo hao watakupata hata muda wa kuwasalimia kwa sababu tulikuwa tumegubikwa sana mshangao wa jinsi ambavyo Mungu alitenda matendo makubwa. Basi mwisho akatokea pia bibi yetu, Bibi Teresa. Nadhani mliokuwepo mlisikia hapa kwa wengi alisema, "Mimi ni Bibi Teresa wa Kiziba." Haleluya mfalme. Amen. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hilo kwamba kwa kweli Mungu wa hapa ni Mungu anayeweza. Ni Mungu ambaye anatutetea na kutupigania katika vita hivi tulivyonavyo. Na lazima tuendelee kumuinua na kumtetea popote pale tukimtangaza Zumaridi mamlaka ya Bwana Mungu chini ya jua. Tunamshukuru Mungu sana kwa matendo makuu. Lakini basi kwa sababu nimepata fursa hii kidogo naomba niitumie. Mimi ninayo mengi ya kushuhudia, mengi. Toka nimekanyaga hapa nilishuhudia mara ya kwanza mliokuepo, lakini tumeendelea kumuona Mungu akitutetea katika maisha yetu. Anatupigania kila tunapopitia kwenye magumu. Zumaridi tukimuita hapo na solve kutoka kama ingekuwa na tatizo na magani. Yaani hakuna msaada mwingine zaidi kuita jina la Zumaridi, mamlaka ya Bwana. Huo ndio shuhuda tulionao kwamba Zumaridi anaweza kila kona kwa namna yoyote, kwa jinsi yoyote. Wewe tu ni kumwamini na kumuita Zumaridi na kuitakasa. Basi. Hivi juzi tu nilikuwa na project kidogo cha kanisa langu kule mtaani. Napozungumza kanisa wenyeji mnanielewa. Sasa niliandaa ka project kadogo kule mtaani. Na kama mnavyojua kuna utaratibu sasa unapoanzisha biashara kwa mamlaka iliyopo chini ya jua kwa serikali yetu, lazima ufike ofisi za mamlaka ya mapato kwa habari ya kukadiriwa namna ya kulipa kodi za serikali. Basi tulifika ofisi zile za TRA, tukamuona mhusika yule afisa anayehusika na mambo ya ukadiriaji, tukamweleza habari yetu kwa habari ya project hiyo. Lakini cha kushangaa
yule afisa alituambia nyinyi kwa habari ya mwaka huu mpaka kipindi kingine cha mwaka ujao Zumaridi amekwisha kulipa kodi yenu, nyinyi hamtaki kulipa kodi. Nikamshangaa sana Zumaridi kwa hiyo. Ni kwa vile tukubeba hiyo karatasi ya makadirio, lakini aliweka 0 nilimuonyesha mfalme. Maana mapato ya serikali kwa mwaka huu mpaka mwakani Zumaridi amekwisha kulipa, sisi tunalipa 0. Ni matendo makuu ya Mungu, namshukuru Mungu sana Zumaridi. Basi nimpe labda dada yangu naye Mike kwa namna moja wasalimie na kusema neno moja. Na mheshimu sana dada yangu. Niko mbele yenu hapa, naitwa John. Kwa kweli namshukuru sana Zumaridi. Kitendo cha kwanza alichonitendea ni kukusanya familia yangu. Mimi ndio nilifika wa kwanza katika hili kanisa, katika familia yetu. Nilikuja na mtoto akiwa anaumwa, mtoto wangu wa kike. Ndio hasa katika kutangatanga na kutafuta huduma ya matibabu ndio niliagiziwa mahali hapa, nikaja mtoto wangu akapona. Hapo ndio nilipata nguvu ya kushuhudia ni kitu gani kinachoendelea mahali hapa. Kwa kweli ninamshukuru sana Zumaridi. Sina jinsi ya kusema jamani. Sina jinsi kabisa ya kusema. Mtoto wangu sasa hivi ni mzima, anakimbia, alikuwa hawezi kutembea mpaka ni wakubeba. Lakini sasa hivi mwanangu ni zaidi ya miezi 3 sasa, anakimbia peke yake na yuko shuleni anaparticipate vizuri tu. Amina mama. Yaani jambo la kushukuru sana Zumaridi. Kwanza familia yangu yote imeniitikia kutokana na imani hii. Popote pale kule nilikozunguka nilikuwa nikiwashuhudia watu hakuna anayenifuata. Lakini nashangaa sana Zumaridi, nilikuwa nikimshuhudia habari za Zumaridi, anakuwa wa kwanza kwetu kufika tena. Mdogo wangu huyu, yani ninachomshukuru zaidi Mungu. Hao wadogo zangu wote wawili hao walikuwa ni wabishi sana kusikiliza mambo ya imani. Walikuwa wamekamatwa kule Roma, ni hatari. Yaani usingeweza hata kumwambia kitu chochote kuhusu wokovu. Lakini namshangaa sana Mungu alivyowaingilia mara moja na kuwakusanya na kuwaleta katika hema yake. Ni mambo yanayozidi kustaajabisha kila itwapo leo. Ukisimama hapa kushuhudia kila jambo linalotokea jamani. Na sisi tu familia yetu mpaka jioni hatutamaliza. Ni mambo tu ya ajabu kila siku kunavyokuja, kunatokea jipya. Tena zuri, tena jipya, zuri katika familia. Yaani mimi hata kama nikichelewa au hata kama nikizengwa kule nyumbani na familia kwamba imeshikwa na kitu fulani, ninajitahidi hata kama nikimalizia tu nifike hapa ibadani, nifike katika madhabahu hii, nipate baraka. Lakini nashukuru Mungu, ilikuwa ni Jumapili moja, nilikuja nimechelewa. Nilikuja muda wa saa 7 hapa kanisani. Nikamkuta huyu mama amekaa kule, akaniambia mbona umechelewa hivyo? Nikamwambia nimekuwa napita tu, nikaona nisaidie tu kwenye hili kanisa. Nilikaa kwenye, baada ya kuja huku nilikuwa naumwa kifua, wakaniombea kunishika tu mtumishi. Kwa kweli nilipoteza fahamu, nikajikuta niko kule hivi. Kesho yake nilipoamka akaniambia kesho uje. Nikasema sawa. Kesho yake asubuhi nikaamunda kabisa nikaja hapa. Nilikaa lakini sikupata huduma. Mtumishi wa Mungu akaniambia kesho njoo tena, nitakuombea, nitakufanyia huduma. Kesho yake nikaja. Kwa kweli kuanzia siku ya Jumanne nilipotoka hapa na ile maombi ya piga achia. Yale ni hatari kwa kweli. Yaani asubuhi nilipoamka, kwa kweli nikaa ninajibiwa. Yaani kila nikija kukukucha najibiwa. Nikija kukukucha najibiwa. Nikasema ni maombi ya aina gani? Nikafika hatua mama ananiambia hivyo huko unakosali, unasali kwa Freemason au kwa mganga? Nikamwambia pale kuna Mungu ndani yake. Ngoja tumuone huyo Mungu. Kwa kweli ni ndani ya hizo siku, wiki moja tu, kwa kweli Mungu alinifungua. Mimi sijui yani Mungu nilipe nini. Alinifungua kupita na kufikiriza. Mpaka dakika hii majirani ananiambia kwamba mtu anakuja tu kwenye biashara yangu. Hivi wewe mama Eda, unaenda kwa mganga gani huyo? Tupeleke basi. Nakwambia mganga subiria nifunge nini nikwambie mganga nilioenda. Na mimi mganga wangu ni Mungu wa Zumaridi tu. Mungu wa Zumaridi ndio nani huyo? Nikamwambia ni Mungu chini ya jua, sio mwingine. Ni Mungu kabisa. Yuko maeneo gani? Idara ya maji. Nataka nikupeleke. Unatudanganya. Naambia na wadanganya Basi naomba mjiandae Jumapili niwapeleke kama muamini. Wanasema yeye hawaamini,
hali niliyokuwa nayo na sasa hivi nilivyo. Kwa kweli watumishi wa Mungu nilikuwa sina amani. Yaani hata chakula kinatoka sina amani. Niko kwangu lakini sina amani. Yaani imetokea hatua aliyekuwa na mimi sifai sasa. Sasa hivi anakuja ananiambia shikamoo. Yaani mpaka ndugu eti shikamoo. Huyu mtu alikuwa nisalimie leo shikamoo imetoka wapi? Na mimi namuitikia. Unaona? Hata aliyekuwa ananidharau leo yeye ananiambia kwamba unipitie kile kanisa kwenu. Naambia sawa. Hivi kuna Mungu kambani, kuna Mungu tu, hamna kitu kingine zaidi ya Mungu kutekwa. Yaani sijifahamu, yaani ametekwa. Lakini cha ajabu nilipokuja siku ya Jumanne nikatoka kwenye maombi ya piga atia, kesho yake ananiambia, yaani Mama Eda, mwanangu mimi alibadilisha dini akawa Muislamu, alikuwa ni Mkristo. Ananiambia Mama Eda, mimi namchukia sana mjomba wangu. Nikamwambia kwa nini? Mjomba wangu alibadilisha mimi dini, nikawa Mkristo. Nikamwambia Mungu azimaliki ni waje jana tu. Anamchukia mtu anayembadilisha dini jana. Kwa kweli sikuamini. Nikasema labda nikesha siku hiyo Jumatano nikaja tena. Kesho akaja na mengine. Nilikuwa na kama miaka 2 sijashika ile mume wangu hivi. Ananiambia mnaenda hizi hapa napeleka benki. Nikasema hivi huyu ni Mungu ni waje. Leo nina kwenye maombi nikamwambia naenda. Saa ngapi? Saa 10. Njoo nikununulie Biblia. Nikamwambia nitakuja. Nilipokuja chukua tu hii hapa, yaani 10,000 ni nauli sasa, sio kwamba kwenda kununua na Biblia. Chukua hapa tu 10,000 uende kwenye maombi. Nikasema Mungu wangu, hivi Mungu ni wa aina gani? Kwa kweli nilishangaa. Kesho yake nikija tena kupiga chia Jumanne, Alhamisi alipokuja akaja na jingine jipya. Sasa Mama Eda nitakiwa uende ukafungue duka. Yaani kiasi kwamba nilikuwa nimepigwa na shetani mpaka vile biashara yangu kanifukuza, sikai kwenye biashara. Haustahili tena. Kisa kafungua nimefunga duka. Yaani kaisha zikwa na ufahamu, mpaka nimeshafilisiwa na ndugu. Kachukua funguo za dukani akafunga duka na kanyang'anya ndugu zake funguo tunze huko. Nikasema hivi Mungu kamfungua ufahamu wake. Nikakumbuka mtumishi wa Mungu Zubeda alisema tunakufungua ufahamu wake. Huyu kaishafunguliwa. Unaenda kanisa? Nikamwambia naenda Sasa mkazanie sana Mungu wako naye muomba. Akaenda. Ilikuwa sikukuu ya kama ya Waislamu. Alirudi asubuhi anambia yaani Mama Eda leo nimeombewa usiku kucha. Watu wamevaa mavazi meupe wananiombea tu. Nikamwambia ikawaje? Yaani waliniombea nikamwambia mbona na shetani aniachie. Nikamwambia shetani alikuwa ni nani? Si shetani tu Mama Eda. Nikasema nikamwambia sasa fanya hivi mke wangu wewe niombee unikomboe mimi. Yaani unajua hata sijielewi tu. Ila nao leo nimeombewa. Sijawahi kuombewa sijui alikuwa kina nani. Nikamwambia ni malaika wa Zumaridi ndio nikamwambia wewe leo ni malaika. Akaamka akavaa sasa hivi nenda kanisani wewe. Hii hapa hela. Leo tunaenda kanisani hii hapa hela nauli. Akaondoka. Kesho yake alipokuja, yaani ile kugusia hivi kwamba neno kakae kwenye biashara alikuwa wataki. Si ndugu si nani. Hawataki hata kidogo, si baba mko. Yaani bila sababu yoyote. Baba mko mwenyewe akaanza kutuma salamu. Hivi Mama Eda yuko wapi? Siku hizi hapatikani. Wakamwambia Mama Eda siku hizi anasali ile mbaya. Anarudia. Sio uko mbali, sio hata tufahamu. Eti anasema yeye ana Mungu wake huko. Akaja mwanaume mwenye asubuhi kwa miguu yake ananiambia Mama Eda, leo nenda dukani ukafungue. Nikamjibu nikafungue, nikamwambia hapana. Sasa hivi tuna maombi ya kutekeleza kila ibilisi. Sasa naomba uniachie wiki nzima. Niende kwenye maombi yakiisha mimi nitaenda. Akasema sasa tutafanya, kaambia hapana. Akasema ila kwa sababu umesema maombi, ila endelea tukupiga. Nasikia mnapigaga, ukasema tunapiga, yani hata yako basi tunakupiga tu ndani. Haya bwana, akawa ameshakubali sasa nikaendelea na yale maombi. Sasa cha ajabu kichotokea. Nikaambia sasa hivi Jumatatu tunaingia kwenye maombi. Jumatatu natakiwa niingie kazini. Kwa hiyo leo natakiwa nifanye nini? Niende kanisani, alafu tutakane na maji ya baraka. Hivi yale maji machutaga wapi? Au tunatoa huko ya mareo? Nasikia kuna Freemason, kaambia Freemason. Sijui utaiona hiyo Freemason. Au maji unaninyosha huko, nikaambia yale maji ukija mwenyewe pepo anatoka. Ila na mimi anaanza kutoka sasa hivi. Na kanisani aje nakwambia sasa hivi anaanza kutoka. Aisee. Tanzania basi ukombe na familia yetu. Mkombe dada yangu, mkombe mdogo, nikamwambia wenyewe watakuja kwa miguu yao. Akasema basi kuwa na imani. Yaani kiasi kwamba mpaka ameanza kufanya nini? Kushawishika. Yaani ilikuwa imefikia stage, yaani mimi mpaka nguo. Akienda ndio anaacha huko na nguo. Mwenyewe akanisa. Baba akaniambia,
anafanyaje. Wewe usiseme kwa kinywa chako kumwambia kwa nini unafanya hivyo. Mnilie Mungu Azumaridi. Na mimi nilikuwa simsemeshi, nikafuata ile kanuni. Mwenyewe akana beba mwenyewe mapepsi analeta. Akifika asema asante Mungu Azumaridi. Kesho tena akienda analeta. Nasema asante Mungu Azumaridi. Akienda tena kuja analeta. Nikasema hivi huyu Mungu wa aina gani? Akaniambia mama yake anatakiwa uanze kwenda kwenye biashara. Sasa ile ilikuwa imeshafikia tu hata mambo ya maendeleo alishirikisha, naambia mama Eda, unajua nini mke wangu? Sasa hivi kuwa na imani. Ukishakuwa na imani, huyu shetani ambaye hataki maendeleo ndani anaenda kuisha. Sasa hivi tufanye 1 2 3, yaani ananishirikisha kila jambo, unaona? Sasa ikafika tu kama nilivyo. Wenyeji wananifahamu, wageni, mimi naitwa Mariam William, natokea Kilimaewa. Kiukweli hapa hapana longolongo, hapana filimasoni wala nguvu za giza. Mimi mwenyewe ni mashahidi. Hayupo mtu aliyokuwa mbishi kama zehebu kama hilo tu nikalishe huko. Tena ni uwezo kaniambia chochote nikakuelewa, lakini kwa hapa ninafanya juu chini, lazima nifike kwenye madhabahu ya Mungu wa Zumaridi. Yaani hata kama nitachelewa mpaka dakika hii nimetaka sadaka sijatoa, lakini nimesema kama ikiwa saa 8 nitaenda kwa Mungu wa Zumaridi. Nina ushuhuda mwingi lakini siwezi kurudia sana. Ila na ushuhuda kidogo ambao umenisisimua kwa kiukweli, sikutegemea kama itakuwa. Mimi nilifanya biashara machinga ambao tunazunguka minadani. Sasa kutokana kuzunguka minadani, siku za lima jua lilikuwa linawaka sana. Kwa kutoka asubuhi mpaka jioni jua lilikuwa limekuunguza kiasi kikubwa. Sikabidi kuna siku Jumamosi hapo Milongo wa kuna mnada. Nikabidi niende kwa mtu wa dada yangu ana mwamvuli mkubwa. Nikamsii dada, naomba nisaidie mwamvuli niende nao Milongo kwa sababu jua linanisumbua sana. Akalipo mwamvuli, lakini akanisii kwamba mwamvuli na mimi nimeununua kwa sababu ya nini, ya biashara zangu. Nikamsii dada mwamvuli nitaulinda. Haya. Basi asubuhi kukapambazuka, nikajiandaa nikaenda Milongo. Nikafika ile mwamvuli nikaweka vizuri, nikaweka biashara yangu, nikamsii Zumaridi. Haya, nikasubiri neema ya Mungu wa Zumaridi itendeke. Nimefanya biashara mpaka muda wa jioni nikafunga. Sasa kabla mkiwa nimefunga pale kuna makuli wanaobeba mzigo kupeleka kwenye magari. Yule kaka kama ameniwahi dada funga mzigo kule kuna foleni. Sasa mimi nikagiza kufunga mzigo ule mwamvuli ukiwa pale ni mkubwa. Sio hii midogo. Nimefunga ule mwamvuli, sasa bado natathmini kutafuta na nini mikoba niondoke. Yule kuli ameshabeba ule mzigo. Sasa ikabidi nimkimie na nini ile bebaji, nikauacha ule mwamvuli pale nikamkabidhi machinga mwenzangu. Sasa nilipoenda kule, kumbe yule kuli yule jamaa nimemwambia kwamba apeleke gari la wapi? La 77, yakapeleka la Mkuyuni. Sasa ikabidi nitafuta nani mzigo. Jamani mzigo nimeibiwa. Wakasema hapana, kaangalia kwenye gari la Buhongo unaweza kaukuta. Nimeenda kule nimekuta ule mzigo umepigwa chini, nani ule mfuko umechanika. Nikaenda tena kushona mfuko. Bado nashona mfuko kule na mbona ile gari namba 1 limejaa. Usiku umeanza kuingia hapo. Nikaanza kumsizi Zumaridi Mungu wangu. Sasa mbona nazidi kwenda kule foleni ilikuwa kubwa mpaka ile gari namba 2 itoke Igoma ndio ije. Kwa maana kuja kumaliza kufunga mzigo ni saa 3 saa 2:30. Basi nikafunga ule mzigo nikaita watu wakanisaidia nikapeleka kwenye ile gari jingine kusubiri nani gari lingine la Igoma lifike nilete mzigo. Sasa wakati nilipoweka mzigo nimeshalipa pale, narudi sasa sehemu ya tukio nichukue mwamvuli niondoke nyumbani. Nikapita pale Milongo kati nikaemea vianizo vya nyumbani. Na nifika pale naona tukio mwamvuli siuoni. Nikamuuliza yule kaka mwamvuli uko wapi? Akaniambia kuna kijana mmoja amekuja hapa akatoa mwamvuli akakuja hapa kufuata ulipokuwa umepitia. Kaambia Mungu wangu, mbona mimi sijaagiza mtu? Akadai kwa style kuja nao tukujua kama ni mwizi kwa sababu nikaja akiwa amejiamini 100%. Nikamsihi Mungu wa Zumaridi baba. Unatupigania ndoa, unatupigania kila kitu maradhi. Naomba na mimi mwamvuli wangu Mungu wa Zumaridi. Kwa imani yangu yote, naomba mwamvuli niupate kwa namna yoyote. Haki ya Mungu aumini na wapia. Roho yangu haikuuma kwamba nimeibiwa. Wala sikuteteleka. Mpaka leo kwamba pembeni ananiambia wewe, kweli umeibiwa au una act? Nikasema jamani si act ila nimeibiwa kweli. Sasa mbona babeka wanawake wengine? Nikasema sababu kwa sababu najiamini. Huyu mwingine akaniambia sio najiamini, nikamwambia na Mungu wa Zumaridi. Wakacheka machingao. Ndio umeshaanza kuleta stories za siasa za Chadema na CCM. Nikamwambia mimi simaanishi hivyo. Ila namaanisha kuna Mungu wa Zumaridi. Ila ipo siku utakuja nikushuhudie.
Ila akili ya kujua kwamba nimepoteza ikaipo, lakini nafsi haisemi kama nimefanyaje nimepoteza. Nikazunguka muda na ukazidi kwenda. Baba naye alishaniambia nikifika kabla yako wewe basi sio biashara yako iishi. Ikabidi niondoke, nikapanda gari mpaka nyumbani. Nikaanza kuhadithia na nimepoteza mwamvuli wa mkubwa. Sijui itakuwaje. Mwenyewe alinisihi kwamba nisipoteze, lakini sikuzamilia kupoteza. Lakini nafsi haiumi. Basi wenyewe wakashangaa, mama ule mwamvuli mzuri hivi. Nikamwambia yeye nimeibiwa. Tukalala hiyo siku, nafsi usiku. Yaani kama vile ndoto vile. Na niambia kwamba mwamvuli upo, uwe na amani, mwamvuli upo. Hivyo vinavyoongea, mwamvuli upo, uwe na amani, mwamvuli upo. Nikasikia Mungu azumaliji, sio mwamvuli nitaupatia wapi? Ile niambia kwamba amini, mwamvuli upo. Basi nikashukuru Mungu, nikaendelea kulala. Asubuhi ilikuwa siku ya kuja kanisani, siku ya Jumapili. Ikabidi sasa mimi niende tena 7:7, angalau nikalizisha tu macho kwamba nilikuwa na vijana pale kijioni kwangu. Inawezekana labda walinichukua ile wanifukuzia kwenye gari tukapishana. Ikabidi niende 7:7 watumishi wa Mungu. Nikakuta wale vijana, akasema sisters, sio tuweze kufanyia hivyo. Ila kuna mtu alikuja, alikuwa amekaa sehemu fulani, kuna fundi cherehani. Amekaa muda mrefu sana pale. Kafika akachukua ile mwamvuli, akakufuata ulipokuwa umepita wewe. Tukajua umemwagiza. Akasema jamani sijamwagiza. Ila basi Mungu azumaliji ndio anajua atauleta vipi wa mwamvuli. Wakacheka kama kawaida yao. Nikaondoka nikapanda gari. Tena na hapo nilifika nimechelewa kweli hadi sadaka nikuta ameshatoa. Nikabidi nikaenda tu kumsihi Mungu azumaliji. Jumatatu mwanangu akaamka na homa sikwenda mnadani. Jumanne sikwenda, Jumatano sikwenda. Alhamisi nikapigiwa simu kwamba kuna ndugu yetu kalazwa Sekitule. Niende nikamuone. Wakati naenda mimi nikasema kwamba tutaenda jioni, kwa asubuhi sitaweza kwa sababu mwanangu anaumwa. Kwa hiyo nikajiandaa ile jioni nikaa nimeenda hapo Sekitule. Tumeenda vile kumbe mgonjwa kapewa ruhusa asubuhi kaondoka. Basi tumezunguka ama tukasalimia wagonjwa wengine. Nikaambia nilikuwa nimeenda naye kwamba tupite Milongo nikanunue viazi kwa ajili ya kesho chai. Haya. Nikafika pale kwenye viazi tukanunua viazi. Na ninapopita miamvuli ipo, na nafsi iliniambia kwamba hata niangalie. Tumeanza kuemea, tuanza tosa kuelekea nyumbani. Sauti kaniambia kugeuka. Ulikuwa mkono wangu wa kulia huu, nikageuza shingo. Nikaona ule mwamvuli, basi nikaanza kutathmini. Yule mwingine kaniambia mama mimi ndo nashangaa nini, nikamwambia subiri. Nikauangalia nafsi inaniambia mwamvuli. Hivi ninavyoongea mwamvuli. Nikamshika mkono huyo tukasogea. Tuliposogea nikakuta baba wawili. Wamekaa kwenye ule mwamvuli anauza viazi, nazi sijui vikorokoro gani pale. Sikuwasemesha, nikafika nikaangalia mwamvuli. Na ilikuwa mara yangu ya kwanza mwamvuli nakabidhiwa na dada. Lakini Mungu alivyoajabu, ule mwamvuli niliugundua haraka mno. Nikafika nikaangalia mwamvuli, nafsi inaniambia mwamvuli. Basi ujasema kanijaribu kaambia jamani kweli, nikaitika kwema, sister vipi? Nikaambia kati naomba mniambie mhusika huo mwamvuli ni nani? Sister kwani vipi? Nikamwambia jamani nimesema hivi, kati yenu anayemiliki huo mwamvuli ni nani? Sister umeujua eti? Umeujua? Nikasema jamani mbona mnielewi? Unajua sister, huo mwamvuli siku tupitie alotukabidhi mwamvuli. Ambacho kitu hicho kwa akili yangu, kwa ufahamu wangu, lilikuwa gumu. Kwa mwanaume ambaye yani tu kifika tu mwanamke kama mwanamke, unashangaa kitu lazima angenifokea. Angeniambia kitu ambacho kingenifanya labda nikakata tamaa, lakini wao tena kaa chini yangu mimi. Sister vipi? Mimi ndo naambia kwamba mniache kwanza nitakapofikia tamati nitawaambia. Sister sio tuambie umeujua nini? Unaona ninavyoongea? Na wale vijana yani ni wale vijana ambao hata kama ukimwambia nini hakohoi. Lakini pale kwa mdogo. Sasa nilipokuwa nanyenyekea basi mimi ndo napata kifua. Si unajua ukiwa na adui afu tunamkolomea analegea si ndio unapanda? Basi mwenyewe ndo nikajiamini na kwambia hatari. Nikatoa simu yangu kwenye pochi. Sasa Mungu azumaliji, yani simu hii ndio itakuwa mambo yote. Sikupiga wala nini. Nikaambia mwambie nataka mniambie mhusika, la sivyo nitapiga simu polisi. Polisi mwenyewe ni Mungu azumaliji. Basi watumishi wa Mungu, yule kaka mwingine akamwambia, wewe blo, mbona unasingua? Sister ameshajua kama labda ni issue yake, labda kuna sehemu anajua kuna alama. Wewe kamwita tole mtu alikuwa amekupa huu mzigo. Mtu anaenda kuitwa jamani watumishi wa Mungu ni yule dada alikuwa ananisaidia kutafuta mwamvuli. Ambaye nitamkia kwamba dada hapa ni mjini, umeibiwa sijui nini. Ndiye nilienda kuonesha kwamba huyu ndiye ametukabidhi mwamvuli. Kiukweli mimi sikupani kwa sababu siku akili yangu ule mwamvuli kupata. Toka mwanzo nilisema kwamba nafsi ilikuwa isemi kama nimeibiwa. Naambiwa tu mwamvuli upo.
rangi kwa yule dada, nilikuwa tukamsalimia, mambo safi, unakumbuka kwamba mwamvuli niliibiwa? Wewe naye alinijibu kwamba wewe naye unakuwa tuna pressure. Wewe mwamvuli mbona uliuacha hapa? Ananisonoteshea. Nikamwambia dada, kumbuka huu mwamvuli nilitafuta hapa wewe fulani mkiwa mnanisaidia, na mkaniambia kwamba hapa ni mjini nimeibiwa. Sasa imekuaje umeupata? Eti mimi niliokota, ikabidi niutunze. Katika kuutunza nikautana mimi nikaibiwa, nikawa nimewakabidhi hao vijana wakuta nafanyaje, wanautumia. Wakati yule dada yeye kazi yake ni M-Pesa. Mwamvuli anaotumia yeye, jamani, sijui nikwambieje, haufanani. Nikasema sasa kwa nini kama ulipata kunisaidia, kwa nini mwamvuli usinge utundika hapa kiasi kwamba hata kama ningekuwa napita nikajua kwamba ulikuwa kwenye mikono yako? Basi aishi. Nikamwambia basi waambie wanipe mwamvuli. Subiri kidogo. Basi nikamwambia haya, uwe na amani. Akaenda pale yule mwana anambia sasa tutakuaje? Yule anambia wewe tuliza bwana, tutweni zoka huyo anataka akatujazia nisi. Kwa hiyo tayari akili kanipa kwamba yule mtu alichukua mwamvuli wangu akimaanisha kwamba mimi sikai karibu na yale maeneo. Kwa alijua mimi pale inaonekana Jumamosi hadi Jumamosi. Kiukweli Mungu azumaridi anatenda kwa makubwa na madogo. Kwa hiyo mimi naomba kuambia wageni mnaokuja wa leo, wa jana, wa juzi, hayupo mtu mbishi aliyokuwa mbishi kama mimi. Tena ukiniambia kuhusu roho sijui nini, kiukweli sijui nikwambieje. Ila kwa Zumaridi jamani na washuhudia. Nina mambo mengine siwezi kuongea sana. Uchoto wa mwamvuli nyie ndio mtautathmini. Mwamvuli umeibiwa. Na sasa hivi tunaenda masika. Miamvuli madukani inapanda. Hii tunaotumia matching au tunauzia kwenye vibanda. Kwa hiyo pale ilikuwa ni bonge la dili. Ule mwamvuli bila Zumaridi haki ya Mungu nisingeupata. Kwa hiyo jamani mimi naomba msimame kwa Mungu wa Zumaridi. Zumaridi anatenda. Hata kama ukimwaga mboga kuna siku utamsizi Zumaridi utamwaga mboga. Yaani kila style ukijikata kidole, ukimsizi Zumaridi ukikata kidole. Sio yani tu mambo ya biashara ni. Yaani hata kile kidogo kwamba Mungu wa Zumaridi, embe ile pale naomba nitungulie embe. Embe litaondoka lenyewe. Haleluya. Basi kutokana na ule mwamvuli kwa style niliyoipata, kwanza sikuamini ilikuwa surprise ya Mungu wa Zumaridi. Na hali yetu ndogo lakini nashukuru Mungu wa Zumaridi na mnetaka hapa kadocho. Kwa sababu kaniletea mwamvuli nikampa mwenyewe kwa amani zote. Nashukuru Mungu wa Zumaridi. Amen. Sijui chochote kile kinachoendelea kuhusu Mungu wa Zumaridi. Na majirani zangu wako kwa nyuma. Wao ndio wamenielekeza kwenye hili kanisa. Leo ndio mara yangu ya kwanza kufika. Lakini kitu cha ajabu, huyu Mungu wa Zumaridi ametenda mambo makubwa kabla hata sijaja hapa. Walinishuhudia siku kama wiki ndani ya wiki, lakini siku za nyuma hapa sikufuatilia sana. Sasa kuna siku ambayo mume wangu alikuja amelewa, yani kazima kiasi kwamba sasa hivi tungekuwa tunaongea mengine labda alikuwa amekufa kabisa. Sasa nikawakimbilia. Sabenda jirani yangu wa karibu kiroho, sababu tunasali naye kanisa moja huko juu. Akaja akasema baada tutakuja kufanya maombi. Sasa wao walikuwa hawajui kama huyu amelewa. Wao walijua kama labda anauma, sababu alimleta ni mida ya saa 1 kuelekea saa 2. Hadi kachoka hajiwezi. Wakajua labda anauma yuko hoi. Sasa walikuja kwa dhumuni la kumuombea mtu anafanya nini? Anauma, wasijue kama kalewa. Baada ya kufika wakaniambia sasa mbona tunasikia harufu ya pombe? Nikasema haya sasa. Nikasema huyu kalewa. Sisi tunaondoka. Nikamwambia hapana, msiniache peke yangu kabisa, naomba mnisaidie. Tufanye tu maombi hivyo. Kweli hakukata tamaa, akaona haina shida. Jamani, pasua. Nikasema mbona wanapasua kweli? Mungu wa Zumaridi anatenda kweli jamani. Nilikubali na kuamini kabla sijafika hapa. Kwa sababu ile pasua achia. Mtu anashtuka na alikuwa mzima. Pasua achia. Jesus.
maombi ni makali. Sasa hapa na mimi silanda kwa natumia Mungu azimaridi. Ukaniambia, "Sasa mbona una mwamko?" Nikasema ni kweli kwa sababu style mlokuja nayo leo tofauti. Nilikuwa nimezoea kwa jina la Yesu. Sasa hii pasua, mbona mnapasua zaidi yani mpaka nachanganyikiwa. Na kuna jirani yangu sasa wakawa wameniambia kwamba sasa hivi kila jambo unataka kufanya unasema tumika Mungu azimaridi. Unasikia? Nikasema sawa. Kuna jirani yangu tulikuwa tumekutana naye. Pigana mpaka kubebeana mapanga na miongo kaingilia ugomvi mpaka na kaka yake ilikuwa balaa. Lakini kitu cha ajabu leo kaniita tumeongea ile masuala na yameisha na ambapo ilikuwa ni kitu kikubwa sana ambacho nitegemea kwamba hapa tumeweza mpaka mwaka. Halafu kizingatia mume wangu sasa alikuwa mpendi mtoto wangu yule wa kwanza ile mdogo. Siku hiyo hata mizinduka nikasikia mke wangu naomba nisamee na sio kawaida. Nisamee mke wangu sitarudia tena. Anaomba mtoto mdogo msamaha. Majirani wanaomba msamaha hadi na kale kadogo hakajui chochote lakini kenyewe anaambiwa baba naomba nisamee. Nikamwambia hivi. Sasa ona simu imeletwa. Tumetoa shilingi 6,000. Hela zingine zimeenda wapi? Mke wangu nimeibiwa. Nilitumia shilingi 6,000 siku ambayo alikuja kwa ajili ya kupata maziwa ya kumhudumia na nini. Asubuhi, mchana na jioni hela ilikuwa imeisha. Sasa jana nikasema hapa ndio mziki tunashindaje. Nikakumbuka waliniambia ukisema tumika Mungu azimaridi anatumika kweli. Nikasema sasa hapa. Nikaandaa mashambulizi. Nikasema mashambulizi nikachukua ndo nikaenda ziwani. Nimefika kwenye miti nikasema hapana. Na maana wanangu leo wanashinda njaa. Nikasema Mungu azimaridi. Tumika utajua nitakula nini leo. Mchana, asubuhi hii, mchana na jioni. Jamani, sikutegemea. Ilikuja hela kwenye mpesa ghafla. Sifiwe Mungu azimaridi. Amen. Sifiwe Mungu azimaridi. Amen. Na imani hata mume wangu atakuja ukanyaga mahali hapa kwa sababu na mimi sasa nataka naomba mfalme ninakusihi. Niombee. Ili kusudi nipate ile nguvu nikapaswe. Ndani mwangu palikuwa pakaliki jamani. Kila siku mimi ni mtu wa kulia na hivi sina mama ndio basi kabisa nakimbilia kutoka kwa mamangu hayupo. Nalia lakini sasa hivi machozi nashaka. Mume wangu kauliza kwa ananipa. Unaweza kumwambia kitu kidogo anakujibu ovyo. Na hata tamaa nia yangu ilikuwa ni kuachika. Lakini sasa hivi nashangaa. Nampenda mume wangu na yeye ananipenda pia. Mungu azimaridi anatenda makubwa na imani kwa siku na mume wangu atakuja kutoa shuhuda mahali. Sema amina haleluya. Sema amina haleluya. Hakika pasua achia. Anapasuliwa kweli shetani achia ngoma pale. Na nisikia kabisa. Ukiona na magari kule mitaani pasua achia. Piga. Kama tapiga. Anaondoka anakimbia shetani. Mbona sasa shuhuda za pasua achia hapa? Haki ya Mungu maombi azimaridi tofauti na dunia nzima. Amina. Haya maombi ni hatari ya utumishi wa Mungu. Mnaanza kuona kama tunacheza. Shetani aachilia kwenye fahamu za watu. Simuone ile kama izimia akaachilia pasua. Achia. Pasua. Nani alifanya pasua? Hebu inuka tukuone jimedali. Hebu inuka tuone. Hapo ni pasua. Amina barikiwe. Amen. Barikiwe na Mungu azimaridi. Mbarikiwe na Mungu azimaridi.
Na waambiane ni kanisa hili wote ni watumishi. Amina. Hamna cha mhubiri hapa, ni wote ni maaskari tuko vitani. Au unaongea wewe watumishi wa Mungu? Wewe jambo likitokea usipige simu. Umeshakabizwa silaha, maliza huko juu kwa juu. Hapa leta shuhuda tu baba kwa hivi kama hivi. Piga. Hiyo ni silaha umeshakabidhiwa. Umejaa makombora mwili mzima na mabaruti kila mwili. Atakuja mfalme Zumaridi. Atakuja Mungu chini ya jua. Ape Mungu sifa. Amen. Aisee, shuhuda hizi zinatia changamoto kabisa watumishi wa Mungu. Hii pasua achia hii. Simwachia Muislamu. Amen. Yaani kama fukuza dukani, amerudishwa, nguo ziko zimehamishwa, zimerejea nguo, anakuja na ka Pepsi taratibu tu. Anaenda tena na paka zikaisha kwa mshimbe. Sema amen. Pasua. Kokota. Na kokotaga ukikuta mtu anapokuta mpaka jasho linatoka. Kokota. Pachia. Kokota. Pachia. Kokota. Pachia. Paka wazee wanakokota. Kokota babake na Marwa. Pachia. Yaani vinaachia vitu, watumishi wa Mungu. Yaani vitu hivi vinaachia kwenye, yaani vinaachia mno. Haya maombi dunia nzima hayapo. Yapo. Amen. Hakuna dunia nzima. Mwisho kati kwa jina la Yesu, shetani mpaka shetani inakuapisha. Unamwapisha unapata madaraka shetani. Unapomwapisha unampa madaraka. Mkokote kabisa atoke. Kumuta uchafu wa mwili wako, kumuta. Atukuze mfalme Zumaridi. Amen. Ape sifa Mungu chini ya jua. Amen. Jamani, ndio tunauzuia maombi. Tumebakiza siku chache sana maombi. Tumebakiza siku ngapi? Siku 8. Wiki hizi. Zebaki wiki 2. Jamani njooni. Hii ni neema kubwa sana, hiyo ni neema. Maombi yamerudisha kwenye familia zao. Huyu binti sikia mwili dukani aliuza sana. Amesema kushuhudia tu hapo. Walikuwa wauzi duka. Wakachukuana wawili wakaenda chumbani, wakaenda kuomba, anaita wateja. Tunaleta wateja. Tuna mtu wanachekwa na watu. Tuna mtu alikuja kufungua duka kauza 600,000. Amina. 600,000. Si ndio dani papi? Si ndio? Huyu hapa. Amina. Amen. Na kata aliambiwa aende akachukue dawa tumguza giza. Amin. Amina, barikiwe. Amina, haleluya. Huyo ni Mungu Zumaridi. Mungu tushike sheria zake, hapo tumeonjeshwa tu. Amen. Yaani hapo yaani umeonjeshwa usishibe. Yaani endelea kula, usishibe, umeonjeshwa utamu wa Zumaridi. Atukuze mfalme Zumaridi. Amen. Mungu amekuonjesha utamu wake ndani ya mtumishi wake Zumaridi. Huyu ni Mungu. Endapo tutashika matakwa yake, tutashuhudia makubwa zaidi ya haya leo tunayoshuhudia. Maana Mungu tayari yuko duniani ndani ya mtumishi wake Zumaridi. Mamlaka Bwana Mungu chini ya jua. Tukiyashika ambayo Zumaridi anatueleza, tukayakamata na kuyatendea nini? Kazi. Tutaushuhudia uweza na nguvu zake Mungu wa Zumaridi.
Atukute mfano. Maana maagizo ambayo Mungu anatupa hayako mbali. Si kwamba yako mbinguni. Yako chini ya jua ndani ya mtumishi wake alikabidhiwa agano. Hebu tuyafuate maelekezo ambayo Mungu anatupa. Tumewekewa baraka mbele yetu na uzima. Atukule mfano. Mungu ametuwekea baraka na uzima mbele yetu. Hebu tuyashike yale Mungu anatuelekeza ndani ya yule ambaye Mungu amempenda. Atukule mfano. Mungu amempenda mfalme Zumaridi. Na akaweka makao ndani ya mfalme Zumaridi. Hebu tuyashike yale ambayo Mungu anayasema ndani ya mtu aliyempenda. Ndipo tutakapoona Mungu akitusimamia na kututendea makubwa zaidi ya haya tunayoshuhudia. Haya tunayoshuhudia ina maana ni kama trailer.